Sasa kutana na watu wanajua kuchimba. Unaambiwa Freemason sio nguvu za giza. Walioko kwenye Freemason ni watu wenye knowledge kubwa sana. They have knowledge. Yes. Yani wana knowledge kubwa sana ya kufikiria mbali. Ndio wanaambiwa sasa wale watu waliotengeneza ile temple ndio walianzisha yani source ya Freemason ni from those engineers ambao walitengeneza lile kanisa kipindi cha King Solomon. Yes, hiyo temple. Yes. Kwa sababu walikuwa na knowledge kubwa ambayo hiyo temple kwa mfano ingekuwa mpaka sasa hivi. Haipo I think. Si tunaambiwa iliharibiwa then wakaja kujenga kitu kingine. Alijenga nani? Ndio. Sikumbuki nani nimesawia. Yeah. Kuona ndio wale watu knowledge yao ndo maengineer sasa hivi. Huenda hata bado hawajafikia that kind of knowledge. Kwamba yani sisi uwezo wetu tulipo hapa sasa hivi inawezekana bado tujafikia uwezo hatujafikia that knowledge ya wale watu waliojenga hekalu la Suleiman. Yes. Wow. Ndo watu ambao sasa ikatokea hilo jina sasa. Japo sasa uwezo ukakuta Freemason kwenye Bible. Ila wachambuzi sasa ndio wanaweza kukuchambulia ukaelewa direct. Okay. So kinachomata kwa wale watu sio imani wala ni ufahamu walionao. Yeah, ukileta sign zao. Pale kwenye ile jicho kuna ruler, don't know ruler, sijui kuna sijui bikari, sijui. It's all about measurement. Vipimo tu? Yeah. Okay. na kweli ni watu ambao wako competitive kwa sababu sijai kusikia mtu maskini ameenda huko. Yes, I don't know, to make to I think kuna namna tunataka kutafute knowledge in detail sana uelewe watu. Maana tuseme kwambia Freemason anataka kuona like sijui wewe ni mwana wa giza sana. Yeah. Ukita it's a normal thing ni watu tu ni kwamba wako na IQ ambayo hatuna. Kuna kitabu bwana. Ndio tutaanzisha mjadala mwingine hivi. Kinaelezea unamjua King Solomon? I have an idea. Yeah, yeye ndo alitengeneza temple. Yeah. Na ile temple inaonekana ni temple ya kifahari. Sawa. Of which by that time kulikuwa hamna that kind of technology. Ya kujenga ile temple, ilo hekalu. Yes. Lakini unaambiwa hekalu lilikuwa limejaa dhahabu na nimesahau ile kitu kingine. Dhahabu na kitu fulani kingine kinaendana na dhahabu. Okay. Kwa sababu unapokanyaga unakushika glass unaishika kitu unachokalia is full gold. Kipindi hicho ilikuwa so kitu ambacho ni kirahisi. Yeah. Walitumia tu maarifa mengi. Yeah. Sasa unahisi wameyapata wapi? Kwa Mungu kuna pengine. Kwa Mungu. I think it is from devil. Okay. Yeah. Hivi wanafanya vitu vibaya. Maana watu wengi sana walikuwa wamemzunguka Solomon. Yeah. Ni watu fulani hivi yani. Kwanza tuanze na Solomon mwenyewe. Sawa. Ambaye kwa Kiswahili ndo Suleiman. Alikuwa he was not Suleiman, yeah. Ukimwangalia mwenyewe kwa kweli hata kama kabla tujaingia kwenye hii hapa tulikuwa tunasema kwamba yani Suleiman alikuwa ni mtu wa show off. Si ndio? Yeah. Alikuwa na kale ka proud, yani you know? Yeah. So mimi nina mali and I know and you have to know. Na alikuwa anafanya hivyo with yani kiukweli yani alikuwa atani kwa sababu yani ni kiukweli. Yeah, nimeona hata hapo kwenye inafikiri si ni sura ya 7 hicho kitabu. Baada ya kumaliza kujenga hekalu wakafanya ibada, wakafanya nini? Alifanya sherehe ya siku 14. Unaona sasa 14 days. Na Israeli imeandikwa kabisa na Israeli wote wakafurahi kwa jinsi walivyoona wema wa Bwana. Na nchi mbalimbali zilimletea sijui zawadi, yani ni vurugu. Baada ya kujenga ile hekalu. So Mungu alikasirika.
Sijai kuona Mungu sana sana huwa alikuwa anakasirika kipindi anakaribisha mtu afu anamuonyesha yani ile anampitia kila mahali. Unajua ukitaka yani ukimwonyesha mgeni kila kitu inakuwa rahisi kuagiza hata mtu kuja kukuibia. Kwa Mungu kile ndo kitu alikuwa hapendi. Kwa hiyo at some point Mungu alimpunish. Yaani yule alikuwa anatembea tu na niliuza babake. Nyota. Lakini ni mtu ambaye alikuwa yuko vizuri. Yuko vizuri kimali. Yeah. Kiukweli alikuwa blessed. By the way, ile point yako ulisema ya yani wale watu ambao walikuwa wako naye. I don't know, sijui kanuni ulipata wapi wazo la kusema kwamba inawezekana ndo these people today wanaojiita Freemason. Yaani ukiangalia wafalme wote ni Mfalme Solomon tu ambaye ufalme wake ulitambulika kwa kishindo na kwa mali na kwa ujenzi ambao uko different, ndio maana watu wanatoka mataifa mbalimbali kuja kushangaa. Ni ufalme wa King Solomon sana ndio umevuma sana kwenye kwenye Old Testament. Na kwa nini ulivuma? Ni kwa sababu ni mtu alikuwa na mali na vitu vyake vilikuwa vinajengwa in a perfect way, yani kitu kinajengwa kweli. Na alikuwa hatumii yani workers wa pale Israel. Yani watu yani anakusanya labda engineer mmoja anatoka Tanzania, mwingine anatoka sijui Marekani, mwingine sijui anatoka, yani watu wanakusanywa from niwa pale mnakuwa tu ni day worker. Baba matofali, baba mchanga, vitu kama hivyo. Lengo hekalu la Mungu liwe zuri. Yani ndio kitu alicholenga, lakini pia Mungu plani yake haikuwa lile jengo liwe vile. What do you mean? Unamaanisha nini? Yani hakutaka jengo lake liwe la thamani kiasi kile. Really? Yes. Nikisoma mstari nikikumbuka nitakwambia. Sikumbuki ni mstari gani ile inaonyesha Mungu alimpa description, yani alimpa jinsi ambayo anataka jengo lake liwe. Ramani ilikuwa inatumika, ramani ile ya tabernacle. Sasa huyu aliongeza njonjo za kutumia gold tu. Yani Mungu hakutaka kitu kio cha thamani cha kushtua watu waje kushangaa like that. Alitaka tu nyumba itengenezwe na Solomon. Nyumba ambayo ni nyumba ya Mungu hivyo. Lakini Solomon yeye alikuwa ana mali nyingi. Hadi glasi ya kunywea maji ni gold. Sasa si alikuwa anazo. Wahudumu wa kuhudumia mbele ndani tuzaa sijui ni kwa sababu gani nikwambia, hata sasa hivi tunaambiwa ukienda kutoa sadaka kama unayo fanya nini? Toa. It's okay. Lakini hamna mahali pameandikwa Mungu alimwambia nyumba yake iwe vile. Swali yani nyumba ya ramani aliyopewa, nyumba ndio itakiwa vile. Eti ramani iliyopewa. Kulikuwa kuna ramani of course. Mungu alimpa maelekezo kwamba weka hivyo. Ramani ilikuwepo, yani ya tabernacle ilikuwepo. Kwa hiyo wazee wa mji ule wanajua ramani ya tabernacle. Lakini sio idea aliyokuwa nayo Suleiman kichwani. Yani Suleiman ni kila kitu anaenda unmeasured, yani anapitiliza. Ana exaggerate. Wake na ujenzi ni unaambiwa nyumba yake ya kuishi, kama nitakumbuka mstari. Nyumba yake ya kuishi na hisi ilijengwa kama sio miaka 13 ni miaka 7. Nyumba ya Mfalme Suleiman ya kuishi. Afu nyumba ya Mungu ilijengwa kama sio miaka 3. Wow. Ni miezi kama sio miezi 11 ni labda haijafika miaka 3. Na hisi nyumba yake ndio ilijengwa miaka 7. Hekalu likajengwa miezi fulani hivi. Wow. Yani alikuwa ni mtu extraordinary. Sasa Mungu akufurahishwa sana na hizo mambo. Yani ndio aliomba ikiwa na Mungu alipenda aliomba hekima, lakini hekima yake ilikuwa yani ilipitiliza. Yani kwa hiyo alitikisa watu kipindi hicho. Kabisa, yani mpaka huyu Queen alikuja. Queen wa Sheba. Hivi Sheba ni wapi? Mimi sijui kwa nini unakata tusome story. Sawa tu. Niko very tasteful. Twende kwenye story ya nani. Hivi Sheba ni wapi kwanza? Queen of Sheba sikumbuki bwana. Ukumbuke ni mtu wa East fulani hivi. Okay. Fine.
Twende kwenye story sasa. Ah? Twende kwenye story ya huyu Malkia ambaye alimtembelea Suleiman kumchokoza. Okay.